na hudumu na kanisa hili la Progressive Faith Church chini ya askofu wetu ambaye ni Askofu Duncan, na tunapenda Mungu zaidi ya yote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nakukaribisha katika hii mitambo yetu. Page ni Pastor Florence Gibenji YouTube. Ni vizuri pia hata wewe unaingia unasikiza neno. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo nikukaribisha sana tunapoenda kusikia ujumbe wa Bwana. Neno letu litatoka katika Mathayo 25, Matthew chapter 25 from verse 14. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo ukifika unasema amen. Matthew chapter 24 from verse 14, na nitaomba. Baba, katika jina la Yesu nainua hili neno mikononi mwako Jehova. Ninapoenda kuinena, ninapoenda kuisoma, Roho Mtakatifu wa Bwana ukawe pamoja nasi. Tunaposikia ujumbe huu Bwana, na ukawe pamoja nasi mfalme mwema. Na ukipenda hayo Jehova, sifa na utukufu ni zako. Chukua ushukani na hili neno likawe mbegu, na hili neno likawe na upako. Waliofungwa wafunguliwe, walio wagonjwa wapate uponyaji, waliowekewa mipaka iyeyuke katika jina la Yesu. Chukua ushukani, utawale nafasi hii katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Na nitasoma, nimesema ni Mathayo 25 mstari wa 14. Na nitasoma. Wakati huo itakuwa kama mtu mmoja aliyetaka kusafiri ng'ambo. Aliwaita watumishi wake, akawakabidhi mali yake. Alimpa kila mmoja kadiri ya uwezo wake, moja kadiri na uwezo wake. Bwana apewe sifa. Huyu ni Yesu alipeana mfano. Bwana asifiwe. Na wakati alikuwa anapeana huyu mfano huu, aliupeana, akapeana mfano huu akielekeza kufundisha wanafunzi wake. Bwana asifiwe. Na huu mfano maandiko inasema vizuri ya kwamba ati wakati ule kukawa na tajiri mmoja. Bwana asifiwe. Na akawa anataka kusafiri ng'ambo. Bwana pewe sifa. Ama anataka kuenda safari. Bwana ni roho. Kwa hivyo akajua ya kwamba itanibidi niwache nimepanga nyumba yangu. Haleluya. Bwana pewe sifa. Maandiko inasema vizuri ya kwamba aliita watumishi wake, akawapaga. Bwana asifiwe. Huyu mtu ni kama alikuwa na maono. Bwana asifiwe. Kwa hivyo akaita watumishi wake. Ninaona ya kwamba ukisikia mtu alikuwa na watumishi, si alikuwa tajiri? Halo. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo aliwaita ili awapage, asiende aache kama hajapanga nyumba yake. Bwana asifiwe. Alipowaita, na ni mfano inapewanwa. Haleluya. Alipowaita akawakusanya. Bwana asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba aliona ni vizuri awabariki na kila mtu talanta yake kulingana na uwezo wa mtu. Halo. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wakati aliwaita, kila mtu alikuwa anajua, si walikuwa wafanyikazi wake. Kwa hivyo alikuwa anajua huyu nikimpa talanta 2 atawezana nayo. Huyu mwingine nikimpa talanta 1 atawezana nayo. Mwingine nikimpa 5 atawezana nayo. Mwadhani ya roho sho. Kwa hivyo alipowaita, haleluya, akapeana huu mfano ili atie wanafunzi wake nguvu. Bwana pewe sifa. Siku ya leo, Bwana asifiwe, ninataka kunenea tu. Bwana pewe sifa. Maandiko imetuambia aliwaita. Haleluya. Bwana asifiwe. Alipowaita, maandiko inasema alimpa kila mmoja kadiri ya uweza wake. Kwa hivyo alikuwa na ile roho inaitwa disani. Kwa hivyo alikuwa anajua huyu nikimpea hii kazi atawezana nayo. Mwadhani ya roho sho. Sijui ni talanta gani Mungu alikupea, na akaona kabisa huyu nikimpea hiki kipawa ataiwezana. Bwana asifiwe. Haleluya. Siku ya leo nimekuja kuongea kuhusu talanta za Bwana. Bwana apewe sifa. Kwa maana kila mtu amechaguliwa hapa, na kila mtu kuna ile kipawa Mungu amempea. Bwana apewe sifa. Na sijui siku ya leo
hiyo kipawa, umefanyisha kazi gani? Bwana pewe sifa. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwa hivyo leo tunaongea kuhusu kila kipawa Mungu alikupea. Umefanyisha kazi gani? Hapa kuna intercessor. Unaomba ama huendelei? Hapa kuna manabii. Haleluya. Mungu alipokuaminia hicho kipawa cha unabii, bado unaendelea kufanyisha kazi. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo siku ya leo nimekuja kuongea kuhusu talanta za Bwana. Umefanyisha kazi Bwana alipokupea hiyo kipawa. Haleluya. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo alipowaita watumishi wake, alipowakusanya pamoja, Bwana pewe sifa. Aliwaelekeza. Haleluya. Na akaona vizuri, Mungu alikuwa anamuelekeza na akajua huyu nikimpea hii kazi ataweza. Amen. Bwana asifiwe. Maandiko inaendelea inasema, alimpa kila mmoja kadiri ya uweza wake. Mmoja fedha talanta 5, mwingine talanta 2, na mwingine talanta 1. Kisha akasafiri. Bwana pewe sifa. Tumepewa mfano wa watu wangapi? Watatu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hawa watu watatu Mungu anatupea mfano wake. Kwa hivyo kuna huyu Mungu alimwaminia talanta 1. Huyu mwingine akaaminiwa 3. Huyu mwingine akaaminiwa 5. Bwana pewe sifa. Nataka uone huu mfano. Maandiko inasema alipowapea alisafiri. Bwana asifiwe. Wakati Mungu alikuchagua, haleluya. Wakati uliopiga makoti ukaombewa wokovu, kuna ile talanta Mungu alikupea. Bwana pewe sifa. Haleluya. Hiyo talanta Mungu aliyokupea umeifanyisha kazi. Bwana asifiwe. Swali ni je, wakati huyu mtajiri aliwabariki na zile talanta, alisafiri. Bwana asifiwe. Wakati uliokoka, wakati ulidedicate maisha yako kwa Mungu, kuna kile Mungu alitia ndani yako, umefanyisha kazi. Haleluya. Bwana asifiwe. Hebu tuulize swali. Ni nini nimefanyia Mungu? Ni kazi gani nimefanya mbele za Bwana? Bwana asifiwe. Wakati Mungu alikuita na akakuchagua, wakati alipeana huu mfano, alikuwa anataka atie wanafunzi nguvu. Leo ni sisi tunatiwa nguvu. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana ni arogosho. Tunatiwa nguvu kwa ajili tujue ya kwamba tulichaguliwa tufanye kazi ya Bwana. Haleluya. Aliposafiri aliwaacha. Wakati uliokoka, wakati Mungu alikuchagua, akatia karama za Roho Mtakatifu ndani yako, alikuacha ufanye kazi. Haleluya. Umehubiria wangapi wakakuja kwa Yesu? Ni akina nani unaweza simamisha? Uliwapea neno wakapata nguvu. Haleluya. Bwana pewe sifa. Aliposafiri aliwaacha. Yesu akawaambia mfano ule. Tajiri aliyofanya nini? Alisafiri akaenda. Bwana asifiwe. Wacheni tusikie neno la Mungu. Amen. Mara yule aliyekabidhiwa fedha talanta 5 akafanya kazi nazo akapata faida talanta 5. Haleluya. Ule tajiri alisafiri na akaenda zake. Bwana asifiwe. Sisi tumepewa mfano wa watu watatu. Maandiko inasema ule alipewa talanta 5. Bwana asifiwe. Bwana pewe sifa. Alipopewa talanta 5, maandiko inasema alifanyisha kazi ikaleta ingine 5. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana ni aongozo. Kwa hivyo alipofanya ile kazi aliwaacha. Kuna huyu alikuwa na maono. Maandiko inasema ule alipewa talanta 5, aliingia kwa kazi na ikaleta ingine 5. Haleluya. Bwana ni aongozo. Bwana asifiwe. Bwana pewe sifa. Siku ya leo ninataka kuongea kuhusu huduma ya Bwana ndani yako. Wakati uliokoka, kutoka uokoke
ambaye amezaana. Haleluya. Yesu agĩũka mũthĩ mwone agĩũka na ruta iratũ ndengerete harĩa arĩ ndengeretaga saũ ngiugagĩrĩria ndĩmũhĩmbĩrie na ndĩmũgeithie. Na je, akikuja kama siku ya leo, ni nini umefanya mbele za Bwana? Bwana asifiwe. Hule tajiri aliposafiri akaenda nchi ya ng'ambo, alipowaacha wale tulipewa mfano wa kwanza ni yule alipea talanta 5. Bwana apewe sifa. Huyo maandiko inasema alizizalisha. Haleluya. Alifanyia Mungu kazi. Labda alikuwa amechaguliwa kama mhubiri. Haleluya. Kwa hivyo alihubiria wengi. Bwana asifiwe. Akakuta wazee, akawaambia ya kwamba kuna Mungu anaweza badilisha hiyo kiu ya pombe na iishe. Haleluya. Akaendeleza injili. Hapa kuna mtu alipewa talanta. Sijui amefanyisha kazi gani. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo siku ya leo ninaongea kuhusu kufanyia Mungu kazi. Ni kazi gani unaweza simamisha mbele za Bwana ambayo umemfanyia itatuma waachilie baraka. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Bwana apewe sifa. Amen. Siku ya leo mwadhani ya rogosho. Nimekuja kukuambia sio wakati wa kulala. Haleluya. Sio wakati wa kukaa hivyo ole wagethie gothie. Bwana asifiwe. Mwenye talanta anatazama na anauliza umenifanyia kazi gani? Bwana apewe sifa. Mwenye talanta anakutazama, alikuita mwombaji, umefanya kazi gani? Alikuita nabii, umetabiria kina nani? Haleluya. Amekuchagua kama mwimbaji. Bwana asifiwe. Haleluya, umefanyisha kazi. Maandiko inasema mwenye talanta 5 alipoingia katika hali ya kufanya labda biashara, labda kutumikia Mungu, alizaa. Bwana asifiwe. Maandiko inasema ilizaa ingine 5. Bwana asifiwe. Acheni tuendelee 17. Hali kadhalika na yule aliyekabidhiwa talanta 2 akapata faida talanta 2. Bwana apewe sifa. Sasa huyu ni mtu wa pili. Wa 5 inaweza pimwa sasa, itusaidie hiyo. Pima huko kwa socket. Bwana asifiwe. Alipopewa talanta zile 2, wa 5 alizalisha. Bwana apewe sifa. Wa 2 ni talanta ngapi? 2. Alipoingia, alipoachwa, haleluya, Bwana asifiwe, aliingia na akaifanyisha kazi. Siku ya leo swali yangu ni je, kile Mungu alitia ndani yako umefanyisha kazi? Hebu kila mtu ajiulize. Na kweli kutoka niokoke nimehubiria mtu, na kweli kutoka nianze kufanya kazi ya Mungu nimeombea nani? Bwana pewe sifa. Amen. Kwa hivyo maandiko inasema ule aliyekabidhiwa talanta 2 aliingia na akaanza kufanyisha kazi, nayo ikazaa zingine ngapi? 2. Bwana pewe sifa. Amen. Kwa hivyo hawa watu ni watu ambao walijua mimi nimeitwa na nimechaguliwa. Amen. Huyo mtu ni mtu alijua ya kwamba ni mimi tu nilisikia sauti. Kwa hivyo hii sauti niliyosikia niifuate na nifanye kazi. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tuendelee na neno. Maandiko inasema 18. Lakini yule aliyekabidhiwa fedha talanta 1 akaenda akachimba shimo ardhini, akaificha fedha ya bwana wake. Bwana apewe sifa. Amen. Wa 3 ni yule alipewa moja. Huyu mtu akaona sasa labda nikiigiza kwa akakosa kuhatarisha. Bwana asifiwe. Unajua maisha ya siku hizi ni lazima uriski. Kama unataka kupokea ni lazima uriski. Lakini ukikaa hapo na wewe useme ndiye kaiguika hadi kwenda bara nyingi. Bwana naona silioka. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni ukate kauli. Haleluya. Huyu wa hii moja aliona ni vizuri achimbe shimo, azike talanta. Haleluya. Adiri mwenye talanta akikuja
yuko salama. Mtu wa Mungu tuondoe uoga. Huyu ni uoga ilimshika. Watatu ni uoga ilimshika. Kwa sababu aliona sasa nikihatarisha hii talanta moja nirushe kwa biashara iishe. Nitatoa wapi? Kanisa la Bwana tuondoe uoga. Watu wa Mungu tuondoe uoga. Ili Mungu aweze kututumia. Haleluya. Kwa sababu maandiko yanatuambia waoga hawataurithi. Kwa hivyo uoga ni lazima tuondoe. Bwana apewe sifa. Huyu watatu alishikwa na uoga. Akaona vizuri ni achimbe shimo. Azike talanta. Ili mwenye talanta atakapokuja ataenda atoe nini? Adhikulie. Mbona ni roho? Si Mungu na atusaidie. Bwana asifiwe. Mungu na atusaidie. Ili tujue ya kwamba talanta uliopewa sio ya kuweka kwa nyumba. Haleluya. Hiyo inaonekana kuna mtu pahali alichaguliwa, lakini kwa sababu anakona uoga ati asipigwe vita, anakaa kwa nyumba. Amen. Haleluya. Amen. Ni ndiye horo wa kiroho ni kuhuru baba. Bwana asifiwe. Huyu ndio watatu ndio uoga ilimshika. Bwana asifiwe sana. Amen. Na Mungu akikutazama kwa sababu already amekuchagua na ameweka talanta ndani yako, wakati umeiweka kwa nyumba, wakati umeificha, ati umeichimbua shimo isionekane, ole wako wewe. Hey! Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu anataka tufanyishe vipawa kazi. Amen. Kama wewe ni mwombaji, omba kabisa bila kusinzia. Haleluya. Kama wewe ni nabii, fanya kazi ya Mungu bila uoga. Nabii anafaa kuwa mwombaji. Nabii anafaa kuwa connected na neno. Haleluya. Ili Mungu anapomtumia, ili Roho wa Mungu anapomtuma, enda kwa mama fulani, uombe ndoa yake, awe connected na neno. Amen. Haleluya. Lakini shida haya huyu mfano wa mtu wa tatu. Aliona ni vizuri achimbe shimo, aweke wapi? Talanta. Na wengi tuko hapo. Haleluya. Wengi tuko wapi? Hapo. Hapo kwa watatu. Bwana asifiwe sana. Amen. Nileke hoya gelio wapi? Bwana asifiwe. Kwa nini Mungu alisema ushirika ni mzuri? Bwana apewe sifa. Amen. Kwa nini Mungu alisema kutanana mara mingi? Bwana asifiwe. Amen. Huyu watatu aliona sasa mimi sitaki kuriski. Na mwenye talanta atakaporudi nitamwambia nini? Hapo ndio wa Kristo Mungu hutazama, anaona hatufanyi kazi yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Si Mungu na atusaidie. Haleluya. Mungu na atusaidie. Bwana asifiwe. Amen. Tuendelee na neno. Tuko verse 19. Matthew 25 verse 19. Baada ya muda mrefu yule bwana alirudi, akaanza kukagua hesabu ya matumizi na mapato ya fedha yake. Bwana ndiye rogoshi. Amen. Hula tajiri alifanya nini? Alirudi. Mfalme alirudi. For a while. Bwana asifiwe. Akaanza kuchagua. Bwana pewe sifa. Akaanza kuangalia. Haleluya. Bwana asifiwe. Akatazama, akaanza kukagua miradi. Niliwacha hawa watu wafanye hivi, wanijengee kanisa, wamefikisha wapi? Nilichagua hawa watu waombe wagonjwa, wameomba. Mwadhani ya roho osho. Oh haleluya. Si Mungu na atusaidie. Aliporudi akaanza kukagua. Mwadhani ya roho osho. Siku ya leo kuna swali na hisi nikuuliza siku ya leo. Yesu siku ya leo akiuliza ni mradi gani umeniendelesha, utasema gani? Bwana asifiwe sana. Si hapo Mungu na atusaidie. Haya 20. Tumishi aliyekabidhiwa fedha talanta 5 akaja amechukua talanta 5 faida. Akamwambia, Bwana ulinikabidhi talanta 5. Hapa pana talanta 5 zaidi. Faida niliyopata. Mwadhani roho. Amen. Huu mfano Yesu
Yesu alikuwa na pia wanafunzi wake kwa sababu gani? Wapate nguvu ya kufanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Wasikae hivyo hovyo, bali waeneze injili. Bwana asifiwe. Amen. Ule tajiri aliporudi, maandiko inatuambia ya kwamba alipoanza kukagua miradi, Bwana asifiwe, si alianza kupewa 5, akakuja. Bwana pewe sifa. Amen. Alipokuja ule mtumishi akamwambia tajiri wake, ulinipa talanta 5, nimepata faida ya talanta 5. Haleluya. Huyo ni mtu ule alikubali kufanya kazi ya Mungu. Huyo ni mtu aliriski maisha yake kuhubiri. Haleluya. Anaenda mpaka kwa wagonjwa na waombea. Asifiwe Bwana. Anaombea ndoa ambazo zimeanguka. Huyo mtu alikata kauli kufanya kazi ya Mungu. Na situwe ule mtu. Haleluya. Amen. Na situwe ule mtu ambaye alikata kauli akasema nitatumika. Bwana asifiwe sana. Amen. Maandiko inatuambia vizuri, aliporudi alimuelezea vizuri, nilifanya na nikaleta faida ya 5. Haleluya. Nilihubiria wagonjwa, nilihubiria wenye dhambi, wakaja kwa Yesu. Siku ya leo wewe umefanya kazi gani? Haleluya. Siku ya leo, my dear brother and sister, umefanyia Mungu kazi gani? Ama tu ni kukaa tu unasema ninaomba? Hata kama unaomba inahitaji usome neno. Amen. Babia mtu na neno limesema. Neno limesema. Haleluya. Amen. Na neno linasema Johni mnywe maji bila malipo. Isaia 55. Johni mnywe maji bila malipo. Bwana asifiwe. Johni mure bila kutoa fedha. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo huyu mtu ni mtu ambaye amekata kauli, nitafanya kazi ya Mungu. Aidha kuwe na vita, aidha kuwe na kuinukiwa, aidha kuwe na kuonewa. Haleluya. Sijui tutapata watu wale wapi ambao watakata kauli waseme niko tayari kufanya kazi ya Bwana. Amen. Amen. Huyo mtu ni mtu ule amekata kauli. Si siku ya leo ukate kauli, my sister. Si siku ya leo ukate kauli ya kufanya kazi ya Mungu bila kusukumwa. Bwana asifiwe. Haya, tusome. Tumefika, tulikuwa tumesoma 20, tusome 21. Bwana wake akamwambia, vyema mtumishi mwema na mwaminifu. Umekuwa mwaminifu katika mambo madogo, nitakubarikia makubwa. Njoo ufurahi pamoja na Bwana wako. Haleluya. Kwa hivyo kuna baraka katika kujitoa na kuwa mwaminifu. Maandiko inatuambia ya kwamba ule mtu akaambiwa ya kwamba umekuwa mwaminifu. Haleluya. Mungu akitazama ataona uaminifu ndani yako. Mungu akitazama ataona kujitoa kwako. Bwana asifiwe sana. Si Mungu na atusaidie tuwe waaminifu mbele za Bwana. Kwa maana mtu mwaminifu ni mtu ambaye atafanya hivi na anatenda. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ule tajiri akafurahia. Kwa hivyo Mungu akiwa mbinguni hufurahia wakati tunahubiria wenye dhambi na wanaokoka. Amen. Awashoga. Amen. Bwana asifiwe. Mungu hufurahia wakati umesema nitaingia fasting niombe kazi ya Bwana. Amen. Hufurahia. Hutazama uaminifu. Kama sasa tuko na ujenzi, ni mtu ambaye atajitoa. Yesu unaweza kosa pesa, lakini maombi utaweza. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu kupitia maombi yako Mungu anaweza kuuza mtu asema nitatoa lori moja ya mawe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Mungu anauliza nitapata watu waaminifu wapi? Ule tajiri akamwambia, na kweli umekuwa mtumishi mwaminifu. Bwana asifiwe sana. Haya, tusome neno. 22. Mtumishi aliyekabidhiwa talanta ya pili akaja. Akatoa talanta 2 ta faida akisema, Bwana, ulinikabidhi talanta 2. Chukua talanta 2 zaidi fedha niliyopata. 23. Bwana wake akamwambia, vyema
mtumishi mwema na mwaminifu, umekuwa mwaminifu katika mambo madogo, nitakukabidhi makubwa. Njoo ufurahi pamoja na Bwana wako. Bwana apewe sifa. Amen. Huyo aliyokabidhiwa talanta 2 naye ndiye huyo akaingia. Bwana asifiwe sana. Amen. Pia yeye akafanya nini? Akaingia. Bwana asifiwe. Amen. Alipoingia akamwambia tajiri wake, nimekuja, ulinikabidhi talanta 2. Nimeingiza faida ya 2. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Bwana apewe sifa. Amen. Siku ya leo nataka kutia mtu nguvu, nimwambie ya kwamba kunahitaji kuaminika kwa kazi ya Bwana. Ukitaka Mungu akutumie, unahitaji utakatifu, unahitaji kuwa mwaminifu na ukuwe mtu ambaye ako na mwelekeo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mungu akatazama, akaona hao watu wawili wako na uaminifu ndani yao. Bwana asifiwe. Amen. Siku ya leo Mungu akitazama, atazame moyo wako, atazame moyo wangu, ataona nini? Halo? Bwana asifiwe sana. Walipo leta ile faida, huyo tajiri alifurahi. Yesu atafurahi hata akiwa juu mbinguni wakati anaona ile kazi unamfanyia. Bwana apewe sifa. Amen. Unaenda unanene hata kama hataokoka leo. Utamwambia, unajua Mungu anaokoa? Unajua Mungu anaweza badilisha maisha yako. Si ujue kwa Yesu uone. Hata kama hatakubali wakati ule, lakini umefanyisha talanta kazi. Siku ya leo nikikuuliza, ni wangapi umeshaihubiria? Ni talanta gani umefanyisha kazi? Si Mungu na atusaidie. Amen. Hao watu wakawa waaminifu. Na unasikia vizuri tajiri anawaambia, kuja ufurahie pamoja. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kupitia kufanya kazi ya Mungu kuna furaha tutapata. Amen. Kuna mambo tutapokea isiyo ya kawaida. Kupitia kujitoa na kutumika, kuna mambo Bwana atakubali tufurahie juu yake. Amen. Bwana pewe sifa sana. Hebu tuendelee. 24. Lakini yule aliyekabidhiwa fedha talanta 1 akaja akasema, Bwana, najua wewe ni mtu mgumu. Bwana, najua wewe ni mtu mgumu. Wewe huvuna pale ambapo haukupanda. Sikiza sasa. Na kukusanya pale ambapo hukutawanya. Bwana apewe sifa. Amen. Sasa hizo nicio hotoja turugamagia mbele yake. Hizo ndizo visababu utumamisha mbele za Mungu. Ati mimi sitafanya kazi ya Mungu kwa sababu ninapitia hii. We. Oh, haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Huyu aliyepewa talanta 1 akakuja. Si mnakumbuka mfano itobia alizika? Akakuja. Akaanza storyteller. Nironga nwambiririe. Alianza story. Akamwambia Mungu, ninajua. Akaanza story sasa. Unajua wewe sio mtu mwaminifu, naweza panda pale. Hapana, usipopanda. Bwana asifiwe. Hiyo mambo husimamisha. Ni kama hii ilisimamishwa na huyu mpumbavu wa talanta 1. Bwana asifiwe sana. Amen. Sijui ni mambo magani unasimamishaga. Unasema ninakosa kufanya kazi ya Mungu kwa sababu ya hii. Halo? Amen. Haleluya. Amen. Siku ya leo nataka nikwambie sasa tuondoe haya. Kwa sababu huyu baadaye aliitishwa ile talanta 1 ikapewa ule alizalisha mingi. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu gani? Hakuwa mwaminifu. Hakukubali kufanya kazi ya Bwana. Hakukubali kuriski kwa ajili ya Bwana. Hakubali kufanya kama vile aliagizwa. Bwana asifiwe sana. Si Mungu na atusaidie. Juu katika hii maisha ni lazima tusimame katika mwanya. Amen. Ni lazima usimame katika mwanya. Unajua wengine husimamisha kama huu mpumbavu. Nasema mie ndikwenda kuonekana ndi wakanithosho. Mie ndikwenda gwitanagio nao. Mie ndihoyaga ndihithite tondu ndiendaga gutambulikana. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni yako. Bwana asifiwe. Hebu sikiza huyu mtu vile anasimamisha nini? Hata lakini yule
aliyekabidhiwa fedha talanta moja akaja. Akasema, "Bwana, najua wewe ni mtu mgumu. Wewe huvuna pale ambapo hukupanda." Hebu sikiza. Ati wewe huvuna pale ambapo hukupanda. Sijui ni mambo magani wewe unasimamisha mbele za Bwana. Mungu Yesu alikuchagua. Yes, vita ni kali. Kwa hivyo hapa kuna hitaji tungangane. Bwana sifiwe sana. Amen. Tungangane kabisa. No matter ripoti inakuja gani. No matter wanasema nini. Hapa kuna hitajika wewe mwenyewe ukate kauli, useme ni mimi nimeitwa na hatukuitwa. Amen. Bwana asifiwe sana. Hatukuitwa, nilifanya nini? Hatukuchaguliwa, nilichaguliwa. Bwana asifiwe sana. Si Mungu na tusaidie. Kwa sababu huyu wa talanta moja alianza kusimamisha. Unavuna pahali hujapanda. Bwana asifiwe. Hizo visababu unasimamisha mbele za Bwana, ondoa. Ili Mungu akutumie. Tunaendelea. Ati wewe huvuna pale ambapo hukupanda na kukusanya pale ambapo haukutawanya. 25. Niliogopa nikaificha fedha yako katika ardhi. Chukua basi mali yako. Hebu tazama. Nikianza nilikwambia tuondoe uoga. Yeye mwenyewe anasema vizuri, niliogopa. Watu wengi wanakosa kutumikia Mungu juu ya uoga. Haleluya. Wanakosa kufanya kazi ya Mungu kwa sababu ya uoga. Ati nitajitoa nipigwe. Nitafanya hivi nipigwe. Si upigwe kabisa na Mungu atakutetea. Amen. Haleluya. Amen. Hebu tuondoe uoga. Huyu ambaye alipatwa na uoga alifanya nini? Hakuzalia Mungu kitu. Kwa sababu ya uoga. Kwa sababu ya vijisababu. Tuondoe vijisababu. Tuondoe uoga ili Mungu apelekane pamoja nasi. Bwana asifiwe sana. Hebu tumalizie 26. Bwana wake akamwambia, "Wewe ni mtumishi mwovu na mvivu. Unajua kwa kuwa mimi huvuna mahali ambapo sikupanda na hukusanya pale ambapo sikutawanya." 27. Ilikupasa basi kuiweka fedha yangu katika benki, nani ningelichukua maji. Turudie. Ilikupasa basi nami ningelichukua ningelichukua mtaji wangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni hiyo fedha, ni mkampe yule mwenye talanta 10. Maana aliye na kitu atapewa na kuzidishiwa, lakini yule asiye na kitu hata kile alicho nacho kitachukuliwa. Na kuhusu huyu mtumishi asiye na faida, mtupeni nje gizani, huko kutakuwa na kilio na kusaga meno. Bwana asifiwe. Tutafikisha hapo dhati. Bwana apewe sifa. Amen. Nataka uone mtu ambaye hakufanyisha talanta kazi. Nataka uone mtu ambaye alisimamisha vitu sababu. Mtu ambaye alipatwa na uoga. Haleluya. Amen. Akaanza kusimamisha sababu hii, ingine ile, na ule mkubwa akamwambia, "Wewe mtumishi mvivu. No ginya tweherio gota wera-inĩ wa Ngai." Haleluya. Ni lazima tuondoe uvivu kwa kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Usipoondoa uvivu, Mungu hatatupia mtu mvivu. Maandiko inatuambia huyu mtu alipokuja, mwenye talanta akamwambia, "Wewe mtu mpumbavu, mtu ambaye amejawa na uvivu." Hapo watu wengi uvivu wa kiroho umetushukia. Ndio mpaka uoga imetushika. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Si Mungu na atusaidie. Haleluya. Amen. Uvivu yote ya kiroho ituondoke, uoga iondoke ili tuweze kufanyia Mungu kazi. Wakati mwenye talanta alimtazama, alisema hivi,
ati aitishwe ile, ule alizalisha ule wa 10 akapewa, akaongezewa. Kwa hivyo wakati utafanyisha Mungu kazi, wakati hiyo talanta Mungu alikupea huifanyishi kazi, utanyang'anywa ipewe mwingine. Bwana asifiwe sana. Kama uko na kipawa cha uimbaji, fanyisha kazi. Kama wewe ni mtasesa, fanya kazi. Kama wewe ni mhubiri, hubiri kanisa. Haleluya. Amen. Kama wewe ni kiongozi, simama na uongoze kupitia ujasiri wa Roho Mtakatifu. Amen. Kwa maana Mungu akitazama ufanyishi kazi. Maandiko inasema alinyang'anywa ile na ikaongezewa mwenye alikuwa amefanyisha kazi. Haleluya. Si Mungu na atusaidie tufanye kazi ya Bwana bila kusukumwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Tupate nguvu ya kueneza injili. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Siku ya leo nimekuja kukuambia ni kufanyia Mungu kazi. Tufanyie Mungu kazi bila kusukumwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Usikubali saa yote ni lazima usukumwe. Tunaenda maombi hii, ni lazima tuende. Ati ni lazima upembelezwe, twende. Ole wako wewe. Asifiwe Bwana. Amen. Asifiwe Bwana. Sio ni lazima ati tusukumwe tumtumikie Bwana. Ati ni lazima tusukumwe tuombe. Ni lazima tusukumwe tuhubiri. Oh haleluya. Maandiko imetuambia aliyepewa talanta moja hakufanyisha kazi, alinyang'anywa ule wa 10 akaongezewa. Amen. Chuga, Bwana asifiwe. Amen. Ile Mungu amekuaminia fanya bila kusukumwa. Ile kazi Mungu amekuitia fanya bila kusukumwa. Awashogai. Amen. Awashogai. Bwana asifiwe. Kwa maana wengi wetu tumeitwa, kuchaguliwa tumechaguliwa, lakini unaendaga kwa sababu anaenda. Ninafanya kwa sababu anafanya. Ole wako wewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Hapa ni Mungu atusaidie. Tukubali kufanyisha talanta za Bwana kazi. Amen. Bwana asifiwe. Yesu siku moja akasema kazi ya Mungu ni mingi, wafanyikazi ni wachache. Labda wewe ndiye mmoja mchache na Mungu anakuhitaji. Asifiwe Bwana. Amen. Situkubali kufanya kazi ya Bwana. Mungu na atusaidie. Kwa hivyo siku ya leo nimekuja kukuambia ni wakati wa kufanyia Mungu kazi. Ni wakati wa kujitoa na kufanya kazi ya Bwana. Ni wakati wa kusimama katika mwanya tufanye kazi ya Bwana. Na injili ya Bwana isimame. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo siku ya leo nimekuja kukutangazia nikwambie ya kwamba pokea nguvu ya kuendelea. Pokea nguvu ya kufanya kazi ya Mungu. Wacha kukaa tu pale. Tiga kwenyitanĩria mũndũ wa Ngai. Tiga gũtiganĩria wĩra wa Ngai. Fanya kazi ya Mungu hata kama unapitia katika changamoto. Kuna Mungu ambaye atakutetea. Amen. Haleluya. Kwa hivyo nataka nikwambie ya kwamba hata kwa hii huduma tufanye kazi ya Mungu bila kusukumwa. Tujitoe. Tusimame. Tuombe ujenzi wetu. Bwana asifiwe. Ili Mungu atukumbuke. Kwa maana hii itakuwa ukumbusho ya kwamba nilijengea Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu ukitazama kuna watu tajiri lakini hawakuaminiwa mambo zingine. Kwa sababu gani? Mungu anahitaji moyo ambao umejitoa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo ninapoenda kumalizia, nataka nikwambie ya kwamba nitukubali mwito wa Bwana ufanye kazi. Kubalia Mungu afanye kazi. Ondoa uoga. Ondoa vijisababu. Hakuna vijisababu pahali itakutetea. Tazama huyu mtu wa talanta moja. Alianza vijisababu. Alianza kusema. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tuondoe vijisababu. Tuondoe uoga ili Mungu akubali kusimama nasi. Amen. Na ili kipawa Mungu ametia ndani yako ikubali kufanya kazi. Amen. Kama umeitwa katika laini ya uongozi, simama kama kiongozi ambaye ako na ujasiri na anatangaza ya kwamba itawezekana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kisoma katika hali ya manabii. Manabii walikuwa wajasiri. Kama umeitwa kama nabii, kaa na ujasiri wa Bwana na uanze kuomba na kuambia Mungu achilia ujumbe kama vile unataka. Bwana asifiwe sana. Amen. Ili talanta Mungu ametia ndani zetu zifanye kazi.
Siku ya leo nimekuja kuongea kuhusu kusimama na kufanya kazi ya Mungu. Kwa sababu tusipofanya ile, Mungu atafanya kama huyu mtu mmoja ambaye alipewa talanta moja. Alinyang'anywa ikapewa mwingine. Asifiwe Bwana. Si Mungu na atusaidie. Mungu na atusaidie. Atupe nguvu, atupe hekima, atupe mwongozo ili tuweze kufanya kazi ya Bwana. Kwa hivyo siku ya leo nimekuja kukuambia ya kwamba ni kufanya kazi ya Mungu bila kusukumwa. Jitoe. Haleluya. Jitoe ufanye kazi ya Mungu bila kusukumwa, naye Mungu atakuinua. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ninamtakia kujitoa na kufanya kazi ya Bwana. Tushikane kwa pamoja na tutafaulu. Bwana asifiwe. Hata maadui walipoinuka wakati wa Nehemia. Kama sasa tuko katika hali ya ujenzi, usifikiri hakuna maadui, ni wako na ni wengi. Kama Nehemia ni Mungu alimfunulia atengeneze ukuta. Haleluya. Na makina Sanbalati na Tobia wakainuka. Hata sasa tuko na ujenzi, Sanbalati na Tobia wameinuka wakisema haiwezekani. Na si wewe ndiye mwombaji, talanta ya mwombaji umepewa. Si usimame useme itawezekana. Haleluya. Simama na upige magoti, tuombe huu ujenzi na tuseme itawezekana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakisema itawezekana, sisi tunasema inawezekana. Inawezekana hii kanisa ijengwe. Inawezekana in the mighty name of Jesus. Na gaitodo niwe moheani atuhe. Hapa sasa waombaji, sasa ni kazi yetu. Waombaji tusimame tuombe. Tuambie Mungu fungua marango kwa ajili ya ujenzi huu. Bwana fungua financial breakthrough. Na walio na pesa ya kujenga hii madhabahu Mungu awalete. Haleluya. Kwa hivyo tukubali kufanyisha talanta ya Bwana kazi. Bwana asifiwe. Usikubali kufichwa na uoga. Usikubali kukaa kimya kwa sababu ya kuogopa. Simama katika mwanya. Kubali kusimama katika mwanya ili tufanyie Mungu kazi. Nehemia alisimama. Maandiko inasema vizuri ya kwamba alikuwa anasimama pande moja ameshika nini? Ota. Pande nyingine ni kafiru anajenga. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na ukuta ikafanya nini? Hata hii ukuta ya progressive inasimama kwa jina la Yesu. Na wao wa Sanbalati na Tobia wote wameinuka. Mungu awaondoe kwa jina la Yesu. Na hapa ni maombi watu wa Mungu. Na nituombe serious. Bwana asifiwe. Ili Mungu ajidhihirishe. Tumia hiyo talanta. Na ili Mungu ajidhihirishe. Kwa hivyo nitasema mbarikiwe. Hata wale wanatusikiza katika mitambo yetu, pia nao nitasema mfanyishe talanta ya Mungu kazi. Kwa jina la Yesu. Na Mungu awabariki na wapiganie. Na kwenye mumewekewa uoga na shetani, tuondoe uoga, tusimame, tufanye kazi ya Mungu. Mungu awabariki. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen.